Naam, msikilizaji, tunasonga mbele. Karibu sana katika mwendelezo wa hii simulizi yetu nzuri kabisa, na tulipoishia ni pale ambapo bibi yake Regina ambaye ni Bi Miriam ametembelea makao makuu ya kampuni na akazidiwa ghafla. Kwa hiyo kipi kilichoendelea? Tusonge mbele msikilizaji, na mimi utafahamu mengi sana ambayo yaliweza kuzungumzwa na bibi yake Regina, masuala ya hisa sijui nini kusaini. Utakumbuka sasa kipi kilichotokea mara baada ya bibi Regina kuzidiwa. Okay? Langu jina Lucas Lumbas. Licha ya kwamba Miriam kuonekana amepoteza fahamu, lakini ilionyesha ni kiasi gani alikuwa katika maumivu makali. Uso ulikuwa umepoteza nuru kabisa ni. Na ulikuwa umejikunja ni kana kwamba alikuwa akisikia maumivu makali sana maskini. Hamza mara baada sasa kumuona mzee huyo, alijua moja kwa moja ni vipindi vya mwisho vya ugonjwa huo, na muda wote anaweza kuondoka. Lakini namna ambavyo Regi alikuwa akilia na alivyowekeana ahadi na bibi yake kwa ajili ya kutoka naye out maskini, aliona kama akifa mapema Regina atakumbwa na majuto na huzuni kubwa. Kumbuka tulipokuwa tumeishia pale, nani huyu msaidizi wa Regi, Linda, alikuja akamkurupusha Hamza akamwambia bibi kazidiwa, wayo kawashe gari. Kwa hiyo sasa Hamza alichofanya baada ya kuingia kwenye gari, aliliendesha kama kichaa na ilimchukua dakika 20 kufika hospitalini. Mara baada ya manesi kumchukua, maskini upande wa Regina alikuwa ni kama mpira ulioisha upepo. Yaani ungekaona Kareji maskini ungekaonea huruma. Paka alikuwa amekaa kwenye benchi. Sasa kwenye situation kama hiyo, Hamza alijua hata aongee neno la kumfariji vipi halitakuwa na maana kwa muda huo. Hivyo na yeye alikaa pembeni yake kimya tu akimpatia kampani. Muda nao haukusimama. Sekunde baada ya sekunde, dakika zilisogea na hatimaye usiku kaingia. Regi alikuwa amejichokea maskini. Aliinua uso wake na kuangalia saa, na hakuweza hata kujua muda umesogea vipi kwa kasi namna hiyo. Kwani ilikuwa imetimia saa 2 kamili za usiku tayari. Aligeuza uso wake na kumwangalia Hamza, na alimuona kuwa na utulivu huku mikono akiwa amekunja kifuani. Hamza muda huo alikuwa ni kama sanamu kutokana na mkao wake. Ilikuwa ni kama anaogopa kupiga kelele. Regi akasema unaweza kutangulia ili uwahi chakula cha usiku kabla muda hujapitiliza. Maskini kaliongea Kareji kwa upole mno maskini, huku macho yake akiwa na majimaji kama mtu anayetaka kutoa machozi. Hamza akasema hata wewe hujakula chakula cha usiku bado. Regi akajibu sijisikii kula. Unaje kuendelea kubaki na mimi hapa? Mimi naweza kubaki tu mwenyewe tu, nenda. Aliongea na kumfanya Hamza kuvuta pumzi nyingi maskini na kuzishusha. Na kisha alishika bega lake. Hamza akasema kama umechoka unaweza kuegamia hapa. Niwe feki au halisi, bado cheo changu ni mpenzi wako. Regi akasema haina haja, sijachoka hata hivyo. Aliongea huku akigeuka na kuangalia pembeni na kumfanya Hamza kuishia kutoa tabasamu na kuonyesha kumuelewa, na kisha aliegamia ukuta. Japo sina kumbukumbu za kutosha wakati nikiwa mtoto, lakini napata nusu ya kumbukumbu za maisha yangu nikiwa mdogo. Nakumbuka nikimuona mama yangu katika hali ya maumivu makali. Natamani kumbuka kila kitu, lakini bado nashindwa kuona kila kitu. Lakini licha ya kumbukumbu kidogo nilizokuwa nazo, nahisi maumivu makali ambayo hayavumiliki kila dakika na kila saa ninapojiwa na kumbukumbu kuhusu mama yangu. Aliongea Hamza na kumfanya Regina kumwangalia Hamza kwa shauku. Regi akauliza, huna kumbukumbu zote za utoto wako? Aliuliza Regi na Hamza alitingisha kichwa kubali. Regi akauliza mamako amekufaje pia ukumbuki na maana?
Sikumbuki kabisa. Ninachokumbuka ni hisia nilizopata na kumbukumbu chache za mama yangu kuwa katika maumivu makali mpaka kukata roho. Sikumbuki zaidi. Reggie alijikuta akishindwa kujizuia na kushikilia sketi yake. Japokuwa alimuona Hamza akiongea katika hali ya utulivu, lakini alijisikia vibaya katika moyo wake kusikia maneno hayo. Unajua ninachomaanisha ni kwamba najua ni hisia gani unazopitia muda huu, na nataka kukupunguzia mzigo. Regina alishia kuinamisha kichwa chake tu na hakuongea neno. Upande wa Hamza pia hakuongea neno. Zaidi tu alifunika macho yake akiwa amegamia ukutani akisubiri. Dakika 10 mbele aliweza kuhisi kitu kikiagusa mabega yake na kumfanya afungue macho na kuangalia, na hakuweza kujizuia kutabasamu mara baada ya kuona ni Regina aliyejiegamiza kwake. Regina alionekana kuwa na wasiwasi kana kwamba hakutaka Hamza kumwelewa vibaya. Usinifikirie vibaya, nimechoka tu kidogo. Ndio, nafahamu hilo. Baada ya hapo hakuna aliyeongea. Na walisubiria kwa namna hiyo mpaka lisaa lingine likapita na hatimaye mlango wa chumba cha ICU ulifunguliwa na bibi yake Regina alitolewa. Reggie kwa haraka kauliza, "Dokta, vipi hali ya bibi?" Aliuliza Regina mara baada ya kumkimbilia dokta na manesi waliokuwa wakimtoa bibi yake ndani. Sasa dokta wa kike akajibu ya kwamba tumejitahidi kadri ya uwezo wetu, lakini sema tu hali yake inazidi kudhoofu kadri dakika zinavyosogea na muda wote anaweza kuondoka. Kwa hiyo mnapaswa kujiandaa. Alikuwa dokta wa kike wa makamo tu, msikilizaji, na kisha aliungana na kundi lake na kuendelea na safari. Maskini Reggie kalisha kumwangalia bibi yake kwa huzuni wakati akitolewa ICU kwenda wodi za VIP. Reggie alitia huruma. Haikuchukua dakika nyingi na shangazi alifika kutokea nyumbani, na mara baada ya kusikia Miriam hana muda mrefu, shangazi Mariposa alijikuta akishikwa na huzuni. Reggie akauliza, "Baba bado tu hajafika?" Shangazi akasema yupo mkoani kwa wako zake. Aliongea shangazi akiwa katika hali ya huzuni kidogo. Reggie maskini alijikuta akikosa neno. Alishatu kusema, I say. Ni kama alitegemea kitu kama hicho, hivyo hakutaka kuwaza zaidi na kujipa matumaini hewa. Sasa shangazi akasema, "Regina, nitakaa hapa hospitalini kwa siku kadhaa na madam. Inabidi mteseke kwa siku kadhaa wenyewe mkiwa nyumbani." Aliongea shangazi. Regina hakuwa na pingamizi. Isitoshe alikuwa na majukumu makubwa sana ya kuendesha kampuni, hivyo muda wa kukaa hospitalini ulikuwa ni mdogo mno. Wakati huo Bi Miriam ambaye amewekewa oksijeni aliweza kufumbua macho yake taratibu, na kwa ukungu wa macho aliweza kuangalia watu hawa watatu waliokuwa mbele yake. Bibi akaita Regina. Regina akaitika bibi. Regina mara baada ya kusikia jina lake linaitwa alikimbilia kitandani kwa haraka na kwenda kushikilia mikono ya bibi yake huku akiwa ameinama. Reggie huku akitabasamu akasema, "Bibi, mimi hapa." Bibi akasema, "Mjukuu wangu, nataka uniahidi kitu kimoja." Unajua mtu ambaye yupo kitandani kwenye hali mbaya alafu sasa afikie kuzungumza hii kauli, "Nataka uniahidi kitu kimoja." Sasa bibi aliongea hivyo huku mikono yake sasa ikionekana kumtetemeka, na kauli yake ilimfanya shangazi na Hamza kukunja sura kiasi. Maana ilionekana kabisa ni maneno ya mwisho. Yaani kwa mtu mzima tu ataelewa, mtu aliyopo kwenye hali mbaya sana akitamka tu, "Nataka uniahidi kitu kimoja." Yesu. Basi Reggie kwa upole maskini Reggie akasema, "Bibi, nakusikiliza, niambie tu." Bibi akasema, "Naahidi kwanza utafanya ninachokwambia." Reggie akasema, "Bibi, sijawahi kwenda kinyume na ahadi. Bibi, sio na wasiwasi, mimi nakuahidi." Bibi akasema, "Hapo sawa. Nataka ufunge ndoa na Hamza."
hata kama ni ya serikali. Bibi alizungumza hivyo. Nataka ufunge ndoa na Hamza hata kama ni ya serikali. Dakika ambayo Reji aliyasikia maneno hayo, macho yake yalichanua kwa mshangao, huku uso wake ukiwa katika hali ya kutokuamini. Ilikuwa ni kama vile nafsi imeuacha mwili wake. Upande wa shangazi alionekana kuwa katika tafakari ya kina, huku akimwangalia Hamza. Ijapokuwa Hamza alikuwa ametegemea hilo, lakini hakuamini bibi huyo atatumia dakika zake za mwisho kumtaka Reji kufanya jambo hilo. Unajua msikilizaji, ukweli ni kwamba katika hali aliyokuwa nayo ilikuwa ni jambo lisilokuwa la kawaida kuongea. Lakini ilionekana kutokana na uzoefu na ugumu mzee huyo katika nyakati zote ambazo alipitia, ndio maana aliongea hivyo. Alionekana akijua hakuwa na muda wa kusubiri Regina aamue mwenyewe kuolewa na Hamza. Ndio maana alitaka kitendo hicho kifanyike kabla hajakata roho. Maana kuna wakati ukimpatia mtu option ya kuweza kufikiria, anaweza kafikiria mpaka mwakani. Inabidi tuwe mwenyewe ndio tuwe maamuzi ya mwisho tu. Sasa kwa upande wa Hamza, na yeye alikuwa akimwangalia shangazi. Na kwa jinsi alivyokuwa akimwona, alijiambia tu lazima kuna maneno ambayo shangazi ameongea kwenda kwa Bi Miriam. Afu istoshe, licha ya kumuona shangazi kuwa kama mama wa nyumbani, lakini siku ya kwanza, yani day one tu, alijua sio mtu wa kawaida. Alijua sio mtu wa kawaida. Nani huyo? Hamza ndo alijua shangazi sio anti wa kawaida. Reji akasema, bibi unapaswa kupumzika bibi. Yani ni kama unachoka zaidi ukiendelea kuongea. Sasa hivyo Reji akitaka kuingilia anachotaka kusema bibi yake kwa mara ya pili. Lakini mzee huyo alimshikilia Reji kwa nguvu zake zote, huku akijitahidi kumkazia macho. Alionekana kuwa serious mno kila ambacho anataka Reji kufanya. Bibi akasema, niahidi hapa kama utakubali ninachokwambia. Regina alijikuta akiingiwa na hisia mchanganyiko. Yani ilikuwa ni hisia za maumivu, hisia za majonzi, yani kuchanganyikiwa, aibu na uoga, vyote viko kwenye chungu kimoja. Sasa baada ya dakika moja ya ukimya, alisha tu kutoa tabasamu la kukubali. Reji akasema, na kuahidi nitafanya hivyo. Lakini swala la ndoa ni la makubaliano ya watu wawili. Hamza anaweza sikubali. Aliongea Regina na kisha alimgeukia Hamza na kumpa ishara ya kukataa. Hamza alimwangalia Regina namna alivyokuwa serious, akimpa ishara za kukataa, na alijikuta akisita kidogo. Yani bibi anategemea jibu la ndio, wakati huo Reji anampatia ishara Hamza ya kwamba hiyo ndoa ikatae. Lakini Hamza alisema, mimi sina tatizo, nakubali ndoa. Reji akasema, wewe. Reji alijikuta akifoka katika hali ya aibu na hasira tena kwa wakati mmoja, huku akijiambia, Hamza anawaza nini? Asa Bi Miriam, baada ya kusikia kauli hiyo kutoka kwa kijana wetu Hamza, alijikuta akipandisha kifua na kukishusha kwa nguvu na kumwachia Reji. Kauli ya mwisho ya Hamza, mimi sina tatizo, nakubali ndoa, ilimweka bibi katika hali hiyo. Yani ilikuwa ni kama kila anavovuta pumzi na kupumua ameongeza mwaka mmoja wa kupumua. Bibi akasema, vizuri, nyote ni watoto wazuri na nataka kuona mkiwa pamoja kwa kifungo cha ndoa. Hamza alishia kuvuta pumzi tu, huku akimwangalia Regina kwa kumwonea huruma. Kumbukumbu za kile ambacho Yulia alimwambia kilimjia, na aliona pengine ndio maana bibi yake Reji ana force wafunge ndoa. Si unafahamu Yulia siri aliyotoboa akamwambia Hamza kuhusiana na hali alionao Reji, na Hamza ndo akatoa maamuzi ya kwamba okay, kama ni hivyo basi mimi Regina ndio ananihitaji zaidi kuliko wewe Yulia. Nadhani hiyo siri unaikumbuka msikilizaji.
Basi Hamza akasema naenda kupunga kidogo upepo hapo nje. Kama unataka tuongee utanikuta. Aliongea hivyo Hamza na kisha bila ya kujali alitoka nje mpaka eneo la maegesho ya magari na kwenda kuegamia kwenye mtende na kukodolea macho mwezi huku akionekana kuwa katika mawazo. Alijikuta akiingiza mkono kwenye mfuko na kutoa simu yake. Na alienda upande wa namba za simu na alijikuta akiangalia namba ya Eliza kwa muda na kisha alienda katika namba ya Dina na kuiangalia na alijikuta akirudisha simu mfukoni. Utakuwa unajiuliza Hamza sasa hapo kwa nini amefanya hivyo? Swali lililokuwa kwenye kichwa cha Hamza lilikuwa ni moja tu, vipi kama kweli atafunga ndoa na Reji, Eliza atachukuliaje swala hilo? Si ataumia? Vipi atakubali kuendelea naye? Okay. Tuachane Eliza, vipi kuhusu Dina? Kumbukeni Dina naye anamuelewa Hamza vibaya mno. Na mara nyingi sana Dina anazingona na Hamza akishajua akishajua tu Hamza ana mdada mwingine ambaye anamkeep busy. Dina ni kama ana mind. Kwa hiyo Hamza anafahamu kabisa Dina anamuelewa. Na kuna muda Dina mara nyingi alikuwa anampeleka Hamza nyumbani kwake kuweza hata anatamani sana hata Hamza atenge tu usiku mmoja kuweza kulala pamoja. Lakini Hamza ndio hivyo kukwepa. Sasa leo kama kweli atafunga ndoa na Reji, Eliza atachukuliaje swala hilo? Eliza kenyewe kamempigia simu Hamza kwamba anatakiwa aende akapate chakula cha usiku, amwandalie chakula. Lakini jibu lilikuwa ni ndio. Akimwoa Regina atamuumiza mno mpenzi wake Eliza. Ni kweli hakuwa akimpenda Reji kivile, na pengine si kutokana tu na kutokumjua kwake kwa muda mrefu, lakini mahesabu yake ni kama alikuwa akimwambia alimuona Regina kwanza kabla ya kumuona Eliza. Hilo ni la kwanza. Alafu pili, Regina alionekana kuhitaji ulinzi mno kulingana na maadui zake pamoja na kile alichokifahamu kuhusu Regina kuwa na ugonjwa wa akili. Haya yote ndio aliyomsababishia Hamza kusema ndio na kubali ndoa. Lakini bado Hamza moyo wake ulikuwa ni mzito mno kila alipokuwa akimfikiria mpenzi wake Eliza. Vaa kiatu cha Hamza, nipe comment, wewe ungefanya maamuzi gani? Hamza alionekana kuwa na wasiwasi. Hakufika Tanzania kwa ajili ya kufunga ndoa. Hamna kabisa ni. Hamza alifika Tanzania kwa ajili ya kumfahamu nani mzee. Mzee ni nani? Kumbuka sehemu ya kwanza Hamza anajiuliza mzee ni nani huyu? Yaani ngoja tu siku moja atamjua. Na mzee anaonekana ni mtu ambaye anamjua Hamza A to Z na kile kinyume tu na maagizo yake. Hamza maji anaita mma. Kwa hiyo alikuja Tanzania kwa ajili ya mzee, sio masuala ya ndoa. Wasiwasi wake hakujua katika misheni yake hiyo ni hatari za aina ngapi ataweza kupitia, maana mzee hakuonekana kuwa ni mtu wa kawaida. Huyu mzee, Hamza mwenyewe kimuuliza unaitwa nani? Hamza mzee. Basi Reji alikuja bwana. Akamuuliza Hamza kwamba kwa nini umekubaliana na alichosema bibi. Aliuliza Regina ambaye alionekana kuwa katika hasira na kumfanya Hamza kumwangalia Regina kwa muda bila ya kutoa jibu. Yaani ni kama alikuwa akimchunguza, lakini upande wa Reji alionekana alikuwa akitaka majibu. Hamza akasema kuna sababu gani ipi nyingine? Nimeamua kujipandisha cheo kutoka kuwa boyfriend mpaka kuwa mume. Naamini mshahara wangu utaongezeka mara 2. Reji huku akiona aibu kidogo akasema wewe, hebu geukia huko kwanza. Mimi sipo hapa kutaniana na wewe. Hamza akasema hebu ingia kwenye gari bwana. Tutafute eneo lolote tule chakula, hata kama njaa huna, mimi njaa nayo. Tuongea huku tunakula. Unajua mimi stania niko serious kwenye hili. Sasa aliongea Hamza akiwa serious na kumfanya Regina kuingia ndani ya gari kiasira. Hamza kujali ubora wa mgahawa kwa muda huo, alijali kushibisha tumbo lake tu. Hivyo aliendesha gari na kwenda kupaki katika mgahawa mdogo tu. Lakini ulionekana kuwa na mazingira safi na ilikuwa ni bahati tu Regina hakuwa na pingamizi. Miliki wa mgahawa huo pamoja na wafanyakazi wake mara baada ya kuona gari hiyo ya Lexus ambayo imekaa kama zile zinazoendeshwa na wanasiasa, walishia kumkazia macho Reji
na mmoja wa wafanyakazi hao ni kama alimfahamu Regina. Alishangaa maana mgawa wao ulikuwa ni wa hadhi ya wateja wa kawaida tu, sio matajiri. Alafu isitoshe hawakuwa na vyakula vya aina nyingi. Hamza mara baada ya kukaa aliuliza ni chakula gani kinapatikana. Basi mhudumu alimuelezea vyakula vinavyopatikana na Hamza akasema ya kwamba vipi unaonaje tukiagiza tambi na roast ya maini, vipi unapenda ama? Reji akasema kwa nini sipende? Dada, niweke hizo tambi na maini tu, ila usiweke mchuzi wenye vitunguu. Naomba tu pilipili, pia utaniletea na juisi ya embe. Basi aliongea Regina na kumfanya bosi wa mgawa huo kutingisha kichwa huku akitota basamu. Yaani ni kama vile anaifurahia sauti ya Regina kama sio kumuonea wivu kutokana na uzuri wake. Regi ni pisi wewe. Na sauti yake ni tamu sana kakatoto. Hamza alijikuta akinyamaza kimya. Kwa jinsi Regi alivyochangamka ni kama alikuwa mzoefu wa migahawa ya namna hiyo, na ilimfanya kumwangalia kwa tabasamu. Regi akasema unaniangalia nini? Hamza akasema sija kuangalia, ila kuna muda nakuona kama malaika uliyemwasi Mungu. Regi akasema mwache upuzi, unaongea upuzi gani huo? Aliongea Regina huku akiona uvivu wa kujibishana na Hamza. Dakika kadhaa waliletewa chakula na kutokana na njaa kila mtu alijikuta akiwa busy na chakula. Muda huo Regi aliona midomo yake ilikuwa imejaa mafuta na kabla hata hajatafuta namna ya kujifuta, Hamza alikuwa mchomolea tishu na kumpatia. Regina alisha kumwangalia tu Hamza kwa macho makavu kwa sekunde na kisha alichukua ile tishu na kujifuta midomo. Regi akasema ongea sasa, kwa nini umemkubalia bibi ili hali mimi sitaki? Niongee nini tena? Wakati kama huu bibi akiwa katika hali nzuri kidogo, tunapaswa kwenda kujisajili na kupata cheti cha ndoa. Isitoshe baby, siwezi kubadili dini kwa ajili yako. Wewe, acha kujipelekesha kimawazo. Mimi siwezi kuolewa na wewe. Lakini ushamwahidi bibi yako tayari. Na nimekubali mbele yake. Lakini wewe una mpenzi wako. Ya, upo sahihi. Na mpenzi na tupo hatua nzuri kabisa. Lakini hili lisikupe shida. Nitadili nalo mwenyewe. Aliongea Hamza na kumfanya Regina kuvuta pumzi nyingi na kuzishusha, na muonekano wake ulizidi kuwa wa kikauzu. Na ilionyesha kwamba yeye ni mwanaume anasimamia msimamo. Kwamba wanatakiwa kusajili cheti cha ndoa, lakini hawezi kubadili dini kwa ajili ya mwanamke, hawezi. Sasa kutokana na hilo jibu, Regi alivuta tu pumzi nyingi na kuzishusha, na muonekano wake ulizidi kuwa kikauzu. Regi akasema ngoja nikwambie tu, mimi sijawahi kuamini masuala ya ndoa kabisa. Natokea nikiwa mdogo nilijiapiza sitokuja kuolewa. Hamza akasema kwa nini unasema hivyo? Usiniambie ni kwa sababu ya babako. Aliongea Hamza na Regi alishia kuwa kimya kuonyesha ndio sababu. Hamza alihisi kumuelewa Regi. Afu isitoshe alikuwa ni mtoto wa nje ya ndoa. Unajua kwa hiyo sasa kuna wakati wengi naona sana wanamlaumu sana Regina kwa maamuzi ambayo anafanya. Lakini haujui historia ya chini akiwa mdogo mtu mpaka kuikataa ndoa. Kuna sababu ipo. Hakuna mtu anayekataa ndoa hivi hivi. Kuna mazingira aliyolelewa. Ndio maana inamfanya aone ndoa ni upuuzi tu. Asa Regi akasema sio kwa sababu ya baba tu, ila nyewe wanaume hamuaminiki kabisa. Angalia kama wewe sasa hivi una mpenzi tayari na anaonekana kukupenda, lakini bado unataka tufunge ndoa. Hivi nadhani ni kitu kizuri kwa mpenzi wako? Aliongea Regina, na kauli ile ilimfanya Hamza kutingisha kichwa kukubaliana naye. Akasema kweli hii pisi ina akili. Nadhani sasa ushanielewa ninachomaanisha. Hivyo achana na hayo mawazo kabisa. Mimi sina mpango wa kuolewa. Kwangu mimi kuzikamilisha ndoto zangu naona kama kuna maana zaidi kuliko kuingia katika ndoa zilizojaa mateso. Unadanganya. Kwa nini kudanganya? Namaanisha hunidanganya mimi, ila unajidanganya mwenyewe. Aliongea na kumfanya Regina kukosa neno, lakini kushangaa zaidi kutaka kujua Hamza anachomaanisha. Ngoja nikwambie Regi, kama kweli huamini swala la ndoa, basi unao uwezo wa kuolewa na yeyote yule. Sio mimi tu, hata wewe James. Kuna msemo wa Kiingereza unasema ya kwamba the more you care, the more you resist.
Kwa lugha nyepesi, kama kweli ungekubali kuolewa na mtu yoyote ili kumridhisha bibi yako, basi ni kweli hujali na huamini swala la ndoa. Sio kweli? Regina alikataa na kufanya Hamza kumwangalia Regina na macho ya kiuchunguzi kana kwamba anajaribu kuangalia kilichopo ndani ya moyo wake. Sio kweli? Basi ngoja nikuulize swali moja. Kwa nini siku hizi umeanza kujilemba? Kwa nini umekuwa makini sana na mavazi yako, na kwa nini muda mwingine unakuwa mchangamfu na muda mwingine unakuwa kauzo mbele yangu? Hivi unadhani nafanya yote kwa ajili yako? Mimi nafanya kile ninachokitaka. Kama ni hivyo, kwa nini ulikasirika mimi kutokurudi nyumbani usiku? Na ukakasirika zaidi kutokana na kutokurudi na nguo ulizonipa? Kwa nini umenisamehe kirahisi vile baada ya kukupa vibao, yani baada ya kukupiga vibao? Kwa nini unaonyesha hali ya kunitegemea katika baadhi ya vitu? Umenielewa tu vibaya Hamza. Regina alijikuta akishindwa kuwa na neno sahihi la kuongea, na alijikuta akikwepesha macho yake na Hamza. Mapigo ya moyo alikuwa akimwenda mbio mno, na kauli za Hamza kusema ukweli zimemfanya kuhisi hali ya kupaniki. Hamza akamwita Regina akasema, Regi. Sasa Regina alimwangalia Hamza. Sikia, kama kweli hujali ndoa, basi hupaswi kuweka matarajio yote yale katika ndoa. Kwa sababu ndoa ni neno tu. Hata cheti cha ndoa siku zote ni ushahidi tu wa kimaandishi. Usidhanie kwa sababu watu wanatambulika kama mke na mume na wanatambulika kwamba furaha wanayo au wanapendana. Chukulia mfano baba yako na mama yako wa kambo. Yaani ndio tuchukulia hapo mfano. Hivi unadhani wanafuraha kwa sababu ni wanandoa? Mama yako hakuwa ameolewa, lakini alikuwa tayari kukuzaa. Ikimaanisha hakujutia kuzaa na baba yako licha kutokuwa ndani ya ndoa. Unadhani kama angekuwepo hai sasa hivi, akikuangalia angejiona ni mwanamke mwenye laana kukuzaa nje ya ndoa? Maneno ya Hamza alimfanya Regina machozi kuanza kujitengeneza katika mboni za macho yake. Regina, unajua tokea dakika ambayo mtoto anaanza kulia baada ya kuzaliwa, moyo wake upevuka pale pale. Na hauna tofauti na wa mtu mzima, ili mradi tu una moyo na ni binadamu. Basi uwe ndani ya ndoa au nje ya ndoa haimaanishi kwamba huwezi kupenda. Ndoa kama ndoa sio tatizo, tatizo ni watu. Au unasema uongo? Kupenda, kwa hiyo kwa mawazo wako nadhani nakupenda. Hebu acha ukichaa wako. Sawa, unaweza kuniona kama kichaa na ukanichukulia kama kichaa, lakini kwa niaba ya kile anachopenda kuona bibi yako katika nyakati za mwisho wa uhai wake, na kwa ajili ya wafanyakazi wote wa kampuni ya Dosam, tunapaswa kujiandikisha ili kupata cheti cha ndoa. Kulingana na mtazamo wako, hujali kabisa masuala ya ndoa, na kwa mantiki hiyo kujisajili kama una ndoa haiwezi kukuathiri. Isitoshe utakuwa umepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Utamfurahisha bibi yako na utaiokoa kampuni isiende kwenye mikono ya watu wasio na nia nzuri. Msitaki masuala ndoa, full stop. Sitaki. Aliongea Regina huku akigonga meza kabisa kutilia mkazo, na kufanya sasa baadhi ya wateja kumwangalia mrembo huyo na kujiuliza kuna nini mpaka kuonekana kwa hasira. Regi hakuendelea kubakia ndani ya mgawa huo. Alichukua mkoba wake na kuondoka haraka. Hamza kujali gharama ya chakula, alitoa noti 3 za 10,000 na kuziweka mezani na kumkimbilia Regina ambaye alikuwa akisogelea gari. Regi, nitaendesha mimi, ongea Hamza, lakini Regina alimsukuma na kisha alifungua mlango wa dereva na kuingia. Akamwambia sitaki kuona tena, ondoka. Regi alijihisi kuchanganyikiwa, sio kwa sababu Hamza alikosea, ni kwa sababu kila alichoongea Hamza. Hivi unaanzaje kumkwepa ama kukwepa kusema maneno Hamza sio ya kweli? Unaanzaje? Hii mwamba inaongea pointi. Kwa hiyo hata kwa Regina maneno yote yalikuwa ni ukweli ambao alikuwa katika vita nao. Hamza akamwambia Regina ya kwamba bosi,
umesahau funguo za gari nazo mimi? Reji akasema nipe funguo. Aliongea Reji mara baada ya kugundua hakuwa na funguo na anataka kuwa dereva ila hana funguo. Hamza mara baada ya kuona namna alivyokuwa serious, alishia kuzunguka upande mwingine na kuingia kwenye gari na kisha alimkabidhi funguo Reji. Reji akamwambia toka kwenye gari. Hamza akasema sitoki. Kama nilivyosema kesho naenda kuaga ubachela. Reji akasema wewe endelea tu kunichokoza. Hamza akasema nitakuchokoza, yani nitakuchokoza mpaka uwe mke wangu. Msikilizaji, ukweli ni kwamba sio kama alikuwa akitaka sana kumuoa Regina, bali aliona ndio njia pekee ya kumsaidia kwa wakati huo. Yani kiufupi hakuwa na jinsi, na ili sasa kumfanya hivyo alitaka angalau kuonekana serious. Ijapokuwa Regina anakataa, lakini yeye ndio njia ya kutatua tatizo. Regina alishia kumwangalia Hamza tu kwa dakika kadhaa, huku akijiuliza ni mkosi gani amejiingiza mpaka kukutana na kiumbe kinaitwa Hamza. Licha kwamba mwanzoni mpango wake ni kumridhisha bibi yake tu angalau kuwa na boyfriend fake, lakini muda huo alijihisi kukosoa amani kabisa. Yani alishia kuwasha tu gari na kulitoa ndani ya eneo hilo kurudi nyumbani. Hamza akasema Regina, mimi sio mtu mbaya hivyo. Ukifikiria vizuri utaona nimekuokoa ulivyotekwa. Hebu fikiria story inavonoga mtu akisikia namna shujaa Hamza alivyomuokoa mwanamke mrembo katika mikono ya watekaji. Hili kitaalamu tunasema ni penzi la papo kwa papo. Wewe tunakaribia daraja la Kigamboni. Hivi nadhani mimi nashinda kulitumbukiza gari baharini na wote tukapotea? Uendelea kuongea upuzi wako. Damn. Acha kuniogopesha namna hiyo. Siongei tena. Regina hakuwa amekataa ndoa, bali alikuwa anaiogopa ndoa. Unajua kuna wakati sio kwamba hutaki kuoga ila tu unaogopa maji ya baridi. Ndio hali ambayo alikuwa nayo Reji. Kiufupi wengi wanaosema ni wakataa ndoa mara nyingi wanaona aibu kusema wanaogopa ndoa. Sio kwamba eti mtu anakataa ndoa, anaogopa ndoa. Usinikodolee macho bwana, siangalie pembeni. Regina hakuweza kuhimili macho makali ya Hamza. Sasa muda ambao Hamza anaangalia pembeni kama alivyoambiwa, hisia ambazo zilimvaa muda ule mara baada ya kuona pikipiki ambayo ilikuwa nyuma yao kwa muda mrefu. Ilikuwa ni Dakatwan Tundabo Ain inayovuma kwa uwezo wake wa mbio na kusafiri kilomita nyingi. Thamani yake ilikuwa ni sawa tu na BMW X3 au zaidi. Sasa juu ya pikipiki hiyo kulikuwa na wanaume wawili ambao wamevalia helmet nyeusi na kufanya sura zao zisionekane. Kilichomfanya Hamza kuhisi hali isiyo kawaida ni kutokana na msisimko wa nia ovu ya kimauaji, yani nia ambayo ni ya kimauaji ambayo ilikuwa imewavaa wale watu. Ni hisia tu ambazo mtu wa kawaida hawezi kuzipata, ila Hamza alizipata. Hamza akasema Regina, simamisha gari. Aliongea Hamza mara baada ya kuona usalama, yani kama usalama wao ndani ya gari ni mdogo sana. Regina akasema unataka nini tena? Hamza akasema kuna watu wanatufuatilia, haraka simamisha gari pembeni. Regina akashtuka akasema tunafuatiliwa? Regina pale akili yake iliamka na ukanyaga brake, lakini mara baada ya kuikanyaga uso wake ulifubaa. Hamza pale aligundua kuna kitu hakipo sawa na alimgeukia na kumwangalia. Nini tatizo? Brake zifanyi kazi. Aliongea Regina na kumfanya Hamza kukunja ndita. Na pale alijua watu ambao wapo kwenye pikipiki, mmoja wao ameshikilia kifaa kinachofanana na simu kwenye mkono wake. Okay, wanatumia kifaa maalum kudhibiti mfumo wa kiumeme wa gari. Naona wanatumia mbinu hii kutusababishia ajali ili ionekane ni ajali ya kawaida kabisa baada ya uchunguzi. Sasa Regina mara baada ya kusikia kauli hiyo, mikono yake iliyokuwa imeshikilia usukani wa gari ilianza kutetemeka. Afistosha alikuwa msichana na ni ngumu kwake kuhimili mshtuko wa namna hiyo. Sasa kwa tunafanya nini? Gari lipunguze mwendo na tunakaribia mataa mbele yetu. Hamza alijikuta akiinua macho mbele na kugundua kweli mbele yao wanazikaribia traffic light, na magari ambayo sasa yalikuwa yakitokea Kariakoo kwenda Mbagala yalikuwa ni mengi mno. Na pili, katika line yao kulikuwa na magari mbele yao ambayo pia yanapunguza mwendo. Yani kama wakiendelea hivyo basi ni hakika watayagonga magari yaliyokuwa mbele yao. Sasa Hamza akasema achia usukani, nitaendesha mimi, wewe rudi nyuma. Reji akasema lakini siwezi kutoka hapa kirahisi. Anaongea Reji, lakini Hamza bila ya kuchelewa kwa mkono mmoja alimnyanyua kutoka katika siti ya udereva
na kumrushia katika viti vya nyuma ya gari. Bahati nzuri gari yao ilikuwa ni SUV, hivyo Reggie hakujigonga. Na Hamza alimshika Regina makalio na kumsukumizia mpaka kwenye siti. Sasa Reggie akasirika akasema, "Umenigusa wapi?" Regina licha ya kujua yupo hatarini alishindwa kujizuia kwa namna Hamza alivyomsukumiza kwa kumshika sehemu za kalio. Sasa Hamza hakutaka kujali zaidi na alishika steering kwa mikono yake miwili na kuweka umakini kwenye kuendesha. Gari ilikuwa ikiseleleka kwa spidi kubwa mno na Hamza alijitahidi kadri ya uwezo wake kuyakwepa magari na kwenda mbele zaidi, kiasi ambacho sasa alifanya madereva kuanza kupanic. Yani ilikuwa ni upepo tu shwa. Walikuwa kiwacha kila alipokuwa akipita gari. Jambo zuri, aliweza kulikunja gari vizuri na kuingia katika barabara ya dharura. Na bahati nzuri sasa yani kama ni bahati tu ilikuwa yake, maana aliweza kupita mataa bila ya kugongana na gari. Jamaa alikuwa yuko makini sana. Kitendo cha kupita tu, Hamza aling'ata meno kwa hasira na kisha alikanyaga pedali na kuongeza mwendo zaidi. Sasa Regina akauliza, "Hivyo umekuwa kichani ni kwani sasa unakanyaga mafuta tena?" Aliuliza Regina kwa kupaniki, asijue Hamza anataka kufanya nini. Sasa Hamza akasema wale watu kwenye pikipiki wameshikilia remote na inafanya kazi kwa umbali wa mita 20 mpaka 40 hivi. Hivyo najaribu kuwaacha kwa zaidi ya huo umbali ili isifanye kazi, ndio maana nimeongeza speed zaidi. Regina akasema, "Kumbe, kwani umejuaje?" Hamza akasema, "Wewe unadhani kama sina uwezo, kwa nini bibi yako analazimisha nikuoe?" Msikilizaji, unajua raha ya Hamza huwa hafikiri cha kukujibu, na anachokujibu kama una akili ya kawaida huwezi kumuelewa. Kaongea point ya msingi sana kwamba wewe unadhani kama sina uwezo, kwa nini bibi analazimisha nikuoe? Aliuliza Hamza na kumfanya Reggie kugeuka. Yani sasa alikuwa ni kama yai. Reggie akamwambia, "Ongeza makini barabarani." Kitendo cha kumaliza sentensi hiyo alichoweza kusikia ni sauti tu ya yani gari lilikuwa limebadilika mungurumo wake, na sasa ni kama ni mnyama aliyekuwa akiunguruma huku tairi zikisuguana na barabara. Sasa Reggie katika maisha yake hakuwahi kuwa katika hali kama hiyo. Na unajua gari kwenda katika spidi ya hali ya juu mno, na hakutaka kuangalia mbele zaidi ya kukizika tu kichwa chake. Unajua uwezo wa Hamza wa kuendesha isio ulikuwa ni wa viwango vya juu. Sasa baada ya kuingia katika daraja la Kigamboni sasa, mwamba aliongeza spidi zaidi kwa nguvu kabisa na gari ilichomoka kama mshale. Mara baada ya kuangalia kwenye kioo alitoa tabasamu na pale kwa nguvu alikanyaga brake na zilikubali. Matari ya gari yalishia kuacha michirizi katika barabara iliyoambatana na moshi. Ilikuwa ni kama vile ndege inatua, na hatimaye aliweza kwenda kupaki gari pembeni mita kadhaa tu na daraja hilo katika staili ya mshazari. Sasa kitendo cha gari kukanyaga brake na Hamza alivyosimamisha gari katika mzunguko ilifanya Regina kushikwa na kichefuchefu kikali. Japokuwa mchakato wote ulifanyika kwa sekunde tu, lakini ilikuwa sio wa kawaida kwake. Sasa wale watu kwenye pikipiki waliona hali sio nzuri na mpango wao ni kama umefeli. Hivyo kwa haraka waligeuza pikipiki wakidhamiria kukimbia. Lakini Hamza hakuwa na mpango wa kuacha kabisa. Yani anawaachaje? Wanataka kumuulia mke wake mtarajiwa, mke aliyechaguliwa na bibi. Alifungua mlango haraka na kutoka, na kisha alianza kuikimbiza ile pikipiki. Na kadri alivyokuwa akikimbia, mwili wake ulianza kubadilika. Utajiuliza anakimbiaje Hamza? Unakumbuka siku alivyopataga emergency na Eliza? Hamza alikimbia spidi kutoka kwenye ajali mpaka ofisini kwa Regina. Sasa na hapa alikuwa anakimbiza pikipiki. Kwanza dereva ile pikipiki haikueleweka alikumbwa na nini, lakini alijikuta kiumba na kuisababisha pikipiki ile kuteleza na ikamshinda uzito. Yani sasa ile wote kwa pamoja sasa, kwa sababu ilikuwa ni kama ni kwa sababu sio kwa mebebana, kwa hiyo ikamshinda. Kwa hiyo wote pamoja na aliyempakia walidondoka chini, na kabla hata hawajanyanyuka Hamza alikuwa ameshafika tayari. Kwanza mdau hata Reggie mwenyewe aliweza kutoka nje ya gari na kumkimbilia Hamza na kwenda kujificha nyuma yake. Sijui ni kama vile wale jamani kama walipigwa ganzi hivi. Maana inaonekana Hamza akikuangalia tu, unaweza kashindwa hata kunyanyua mguu. Sasa Hamza akiwa serious akamwambia, "Nani kawatuma?"
Aliuliza Hamza akiwa serious, lakini sasa yule dereva kwa utaalamu alipiga sarakasi na kusimama, na muda huo alichomoa bunduki. Zile bunduki zile za kuwachomea sindano wanyama, si mnazifahamu zinaitwa nini? Tranquilizer sijigani. Kitu kama hicho. Kwa sasa alizitoa zile na kutaka sasa kumfyatulia Hamza. Lakini Hamza alikuwa mwepesi mno. Kwa hiyo aliruka na teke na kumpiga kwenye mikono yake na kuifanya dondoke pembeni. Sasa Hamza akasema kama hamtaki kuongea, nitawafanya muongee wenyewe. Hamza aliongea hivyo. Sasa yule mwingine alionekana kuumia na alishindwa kabisa kusimama. Si mmoja ndo alinyanyuka pale akitaka kulianzisha, yule mwingine alishindwa kabisa, na Hamza aliamua kudili na yule aliyesimama. Na kwa haraka alimsogelea na kumshika, na kisha aliondoa ile helmet, na sasa aliweza kuona sura yake. Alikuwa ni Mwafrika mwenye asili ya Kisomali na alikuwa amevalia heleni nyeusi. Hamza alishangazwa na kitendo kile, na kwa haraka alimsogelea yule mwingine aliyekuwa akiugulia maumivu na kutoa helmet yake, na wote kwa pamoja walikuwa wamevalia heleni, japo yule mwingine alikuwa ni Mwafrika asilia. Sasa Hamza akasema, nyinyi maninja kutoka kundi la Black and Snake, inaonekana kuna watu kweli wamedhamiria kutuua. Aliongea Hamza akimaanisha watu hao ni kundi la maninja la nyoka mwenye masikio meusi. Sasa kitendo cha Hamza kuongea neno hilo, wale watu walijikuta wakishtuka na kushangaa, hawakuamini Hamza angeweza kuwatambua. Sasa Regina akauliza kwamba Black and Snake ndo nini? Hamza akasema ya kwamba ni kundi la maninja kutoka nchi ya Kal. Ni kundi daraja C. Japokuwa uwezo wa maninja wao hauwezi kuhesabika wa juu, lakini wana mbinu nyingi za kusababisha mauaji. Ndio kundi la kininja namba 1 Afrika. Aliongea Hamza akimuelezea Regina kwa lugha nyepesi kwamba kundi hilo linatokea Afrika ya Kati. Japo Regina hakuelewa maana ya kundi daraja C, lakini alichojua muda huo hali ilikuwa ni hatari mno. Regina akauliza, kwa hiyo mmetumwa na familia mzee Benjamin? Sasa Hamza akasema, usiulize maswali. Ijapokuwa ni kundi daraja C, lakini wanaongozwa na sheria kali za kininja. Sheria kubwa ya ninja yote ni kutokumtaja mwajiri wake. Regina akasema, kwa tunafanyaje sasa? Tunawaacha waende ama? Hamza alifikiria kidogo na aliona singeweza kuwaua wakati huo ambao Regina alikuwa mbele yake. Yaani Hamza alikuwa na uwezo wa kuwaua na kupoteza mili yao kimazingara. Yaani unauliwa na maiti haijulikani ilipo. Lakini hakutaka maswali kutoka kwa Regina. Unajua tena Hamza akifanya hivyo Regina ataanza siji wewe ni nani? Kwa nini una uwezo hivi? Simone. Kwa hiyo Hamza akasema, mpigie tu simu polisi watakuja kujali nao. Kwa longevo Hamza na Regina alikubali, lakini kabla simu haijapokelewa, wale maninja walionekana kutafuna vitu huku akiwa sasa wamekaza sura. Hamza kutaka atakuwazuia. Aliona pia ni moja ya njia ya kufanyaje? Ya kutatua tatizo. Dakika 2 tu wale maninja walitema damu nyeusi na kufariki pale pale mbele ya Regina. Sasa Regina alijikuta akipiga ukelele, mama! Na pasipo kujua upande wa pili polisi alikuwa ashapokea simu yake. Sasa Hamza mara baada ya kuona Regina ameshikwa na mshtuko, alichukua simu na kutoa maelekezo kwa polisi. Upande wa pili wa polisi walionekana kushangaa, maana ni kama hawakuwa wakiamini walichoambiwa, lakini hata hivyo walisema wanafika muda si mrefu. Sasa Regina ajikuta akichuchumaa pembeni ya barabara huku akionekana ni kama ameshikwa na kichefuchefu. Ilibidi Hamza kumsogelea na kisha alimshika bega kwa namna ya kumtuliza. Mwanamke huyo ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuona mtu akijiua kwa staili hiyo. Hivyo ilikuwa ni yake kushtuka bana. Unajua tena Regina katoto kitu karembo kana deka katoto. Dakika chache baadaye polisi waliweza kufika eneo la tukio. Sasa kutokana na muda ulikuwa umeenda sana, Hamza alimchukua Regina na kuingia ndani ya gari na kuanza safari ya kuelekea nyumbani. Lakini za kitendo cha dakika chache tu za kuendesha, sikio la tatu la Hamza liliweza kunasa sauti ya kitu kubip ndani ya gari. Yaani pip tit tit. Yaani kama hukuwa mtu mzoefu, yaani wala usingegundua hicho kitu. Lakini sikio la tatu la Hamza aliweza gundua. Ilikuwa ni bomu. Ilionekana ndani ya gari lao
kulikuwa kumetegwa bomu kama mpango B. Yaani kwamba mpango A ukifeli B ifanye kazi. So siku zote plan B hajawahi kumtupa mtu. Hamza hakuwa hata na muda wa kumwambia Regina nini kinachoendelea. Na haraka sana alijifyatua kutoka katika siti yake na kuelekea upande wa Regina alipo na kumbeba juu akimtanguliza mbele yake. Kitendo cha kufyatuka kwenye gari, walisukumizwa na pressure ya msukumo wa bomu na kwenda kutua kwenye majani upande wa pili wa barabara, huku gari yao ikiteketea kwa moto mkubwa. Yaani kilikuwa ni kitendo cha sekunde chache mno kufanyika, kuanzia kufunguliwa mkanda mpaka kutolewa nje ya gari na mlipuko kutokea na kuja kutua chini akiwa hajaumia. Utaanza kusema movie ya Kihindi. Wewe bado hujamjua Hamza ni nani. Kuna watu wanasimamisha muda. Sasa mlipuko ule uliyafanya masikio ya Regina kupatwa na ukiziwi wa ghafla na kengele za masikio kugonga. Kuna kale ka kengele ukipigwa kofi la shavu lililo shibo unasikia. Kwa hiyo ilimchukua dakika kadhaa mpaka akili yake karudi katika uhalisia. Reji hakuamini alikuwa ameokoka katika mlipuko wa gari. Yaani Hamza angechelewa kidogo tu, wangekuwa tayari ni tuonane paradiso. Sasa Reji alijikuta akita kwa nguvu, Hamza. Aliita mara baada ya kuzidi kulemewa na uzito wa mwili wa Hamza uliomlalia kwa juu. Lakini sasa licha ya kuita hakukuwa na majibu, na alijikuta sasa akimeza mate mengi na kujitoa katika mwili wake kwa kumsukuma pembeni. So mara baada ya kuona mgongo wa Hamza, katoto ka watu machozi yalianza kumtoka bila kujua. Aliweza kujua Hamza aliumia mwili wake kumkinga na pressure ya nini? Pressure ya mlipuko. Regina alikuwa ameshikwa na bumbwazi na maswali mengi yalipita katika kichwa chake na kujiuliza, ina maana yeye ni wa muhimu mno kwa Hamza mpaka kujitoa kwa namna hiyo kumlinda? Alijikuta akipoteza mawazo yale na kwa haraka sana alimtengisha Hamza kumwamsha. Alianza kumuita, Hamza amka, nakuomba usife, fumbua macho yako Hamza. Regina alijikuta akipaliwa mpaka na mate na alijikuta akianza kutafuta simu yake maskini ili kupiga simu, lakini simu hakuwa nayo na alijikuta ni kama sasa anachanganyikiwa zaidi yani. Lega yoyo watu ni kama sasa si walisikia mlipuko huo na walianza kusogea eneo hilo kwa kasi. Na Reji alianza kupiga kelele kuomba msaada. Regina alijikuta mwili wake ukimtetemeka mara baada ya kushikiliwa mkono wakati akitaka kuamka kwenda kuomba msaada, lakini Hamza alionekana kuamka. Nipo hapa, vipi? Aliyako unaendelea, hali yako ikoje? Mbaya sana. Nadhani siwezi kuishi tena. Mwanasongea hivyo huwezi kufa. Ngoja basi niombe msaada tukupeleke hospitali. No, haina haja. Mpaka nikifika hospitalini nitakuwa nishakufa. Acha basi kuongevu kunaogopisha bwana, huwezi kufa Hamza. Na muone Israeli mtoa roho mbele yangu ile pale. Regina, naomba nisamehe, siwezi kukuoa kama bibi yako alivyosema. Bwana hapana, usife. Wewe umesema mwenyewe kabisa unataka unioe. Huwezi kufa leo. Kesho tunatakiwa kwenda kusajili ndoa yetu. Naomba bwana mzee usife. Regina hakujua hata maneno yanatokea wapi. Lakini aliona ndio mbinu ya kumbembeleza mwamba Hamza asipoteze uhai. Sasa Hamza akasema, upo tayari tuandikishe ndoa yetu? Regina akasema, ndio nipo tayari, please Hamza naomba usiniache. Aliongea na alijikuta akianza kulia kwa kwekwe. Sasa Hamza akasema, kwa kuwa umekubali mwenyewe basi nimegairi kufa mpaka nita. Msikilizaji, sorry. Hamza alisema kwamba okay, kwa kuwa umekubali mwenyewe basi nimegairi leo kufa, nitakufa siku nyingine. Aliongea Hamza huku sasa akimwangalia Regina na tabasamu la uchokozi. Regina mara baada ya kusikia kauli hiyo alijikuta akimwangalia Hamza na kumkuta kuwa na dalili yoyote ya kuonyesha yupo kwenye maumivu. Hamza sasa alikaa kitako sasa akipangusa mikono yake na kumwangalia Regina huku sasa akimcheka. Kwa hiyo Regina, kesho ndio siku yetu ya kuaga ubachela sio? Kesho tunafunga ndoa si ndio? Regina alijikuta akiwa haamini. Yaani alikuwa kichezewa akili na Hamza muda wote. Kadri alivyokuwa akimwangalia, ile huzuni aliyokuwa nayo ilianza kubadilika na kuwa na hasira kali. Yaani alijikuta akiona kipande cha zege pembeni. Na bila kujiuliza mara mbili alichukua na kumlenga nacho Hamza kichwani. Sasa Hamza akasema, "Oh shit." Alijikuta akifyatuka kama mshale akikwepa kipande kile ambacho kilienda kutua mtaroni. Sasa Regina akasema, "Hamza nitakuwa wewe."
Aliongea huko sasa akirusha ngumi za kike, sio tena ngumi za mtoto wa kike, anakuwa anazirusha kwa hasira. Lakini Hamza alishia kuidaka mikono yake na kumkumbatia kwa nyuma. Sasa shida halikuwa kumbato. Tatizo ni mikono ya Hamza iliposhikilia katika eneo la kifua la mrembo huyo. Unajua Hamza aliweza kuhisi kitu laini katika mikono yake na hakuweza kujizuia. Aliuliza kwamba Regina, hivi kumbe upo vizuri kiasi hiki? Regina akasema mpuzi, niache bwana. Regina uso wake ulikuwa umeshika moto na alitamani kujirusha kwenye mtaro. Sasa Hamza akasema sawa, ila sijafanya makusudi bwana. Aliongea hivyo Hamza huku akimwachia. Alafu kingine, kwanza kesho nakwenda kwa mke wangu. Hivyo haijalishi wapi ninagusa. Bwana mkafia mbali huko bwana, mimi siwezi kwa mke wako. Lakini Sumaidi mwenyewe zaidi ya mara 2 kama nikiendelea kuishi tutaenda kujiandikisha na tutaendelea kuwa pamoja. Kama bosi wa kampuni kubwa, sidhani kama ni vizuri kwenda kinyume na ahadi yako. Unatoa mfano mbaya kwa wafanyakazi wako. Wewe umenitega kwa kundanganya. Mimi niliongea vile nikajua unakufa kweli. Kama upo tayari kuoana na mimi wakati nakaribia kufa, si vizuri zaidi nikiwa hai, maana utafurahia zaidi matunda ya ndoa. Hata hivyo tuachane hayo. Kwanza hata nikikuelezea uwezi kuelewa nini maana ya matunda ya ndoa. Wewe Regina haijikuta akipiga miguu chini kwa hasira. Jamani kapo alipiga miguu chini kwa hasira na kuanza kupiga hatua kurudi barabara. Ukweli ni kwamba msikilizaji alishasahau kabisa kama walipata ajali ya gari lao kule. Yaani gari lao mpaka likalipuka. Regina alishasahau kabisa. Yaani inaonekana makusudi ya Hamza kumchezea akili yamemshushia pressure kabisa ya swala zima la ajali. Hey mke wangu, unaenda wapi tena? Nenda nyumbani, aliongea Regina. Alijua hawezi kumfanya chochote Hamza, hivyo akaona haja ya kuendelea kujibishana naye kuhusu masuala ya gari yao, yani kuhusu gari lao kulipuka. Aliona awachie polisi wafanye kazi yao. Sasa dakika kadhaa tu wote waliweza kufika nyumbani, na Regina mara baada sasa kuingia ndani na kukumbuka shangazi hayupo, aliona ni kama kuna hali ambayo sio ya kawaida, na alijikuta akigeuka na kumwangalia Hamza. Lakini sasa alishangaa kumuona amekaa kwenye ngazi akionekana kufikiria. Wewe unafikiria nini sasa? Unajua nawaza namna kudili na hawa watu ambao wanatusababishia ajali kila siku. Sidhani kama nisiposhughulika nao mapema wanaweza kuacha, aliongea Hamza na kumfanya Regina kumshangaa. Dakika kadhaa zilizopita mwanaume huyo alionekana kuwa kama kichaa, lakini sasa hivi amegeuka na kuwa serious. Sasa wewe kama unatengeneza hela nyingi, jua kuna ambao hawana uwezo kutengeneza hizo hela. Hivyo ni kawaida kuwa na maadui. Mimi nimejiandaa kwa vitu kama hivyo, ndio maana hata sipati shida kama vikitokea. Unapaswa kuzingatia kufanya biashara na mimi nitazingatia namna ya kukulinda. Kwa hiyo unapanga kufanya nini? Regina, hivi nadhani wale wajinga wametumwa na familia ya Mzee Benjamin? Au kuna maadui wengine ambao hatuwajui? Mimi sidhani ni swala la kawaida kukodi maninja hatari kama wale nje ya nchi kwa ajili yetu. Mimi siwezi kujua, ila familia ya James ndio maadui zangu wakubwa. Pako ameenda mbali kukodi maninja kutoka Afrika ya Kati. Na mimi siwezi kujua sasa kama kuna adui mwingine au la. Okay. Lakini naomba nisikize kwanza. Unajua sikurupuka kutaka kulipa kisasi, haijalishi una nguvu kiasi gani. Ni ngumu kushinda watu wengi. Regina aliona swala la kuweza kuokoka katika ule mlipuko ilikuwa ni bahati, lakini upande wa Hamza haikuwa swala la bahati. Naona ushaanza kuchukua cheo cha mke kwa namna unavyotoa ushauri, aliongea Hamza kitabasamu kizembe na kumfanya Regina kugeuka na kuelekea juu chumbani kwake. Hamza mara baada ya kukaa sebleni kwa dakika kadhaa hakuelekea tena ndani, bali alitoka nje na kufunga mlango kisha akasepa. Sasa huko ameenda kwa nani? Kaenda kwa Eliza ama kaenda kupambana na hao watu? Na kama atakuwa ameenda kupambana na hao watu, hapa sasa ndo tutataka kujua adui ni nani. Na hata kama adui tutamjua, vipi kuhusu uwezo wa Hamza? Atafanya nini? Lakini kikubwa zaidi ni kwa hayo yote ambayo yametokea, lakini pia kuhusiana na swala la ndoa tumeshaona tayari Regi ni kama kanakuwa kagumu tu, kanakuwa kabishi, lakini ukweli ni kwamba Regi inaonekana anampenda Hamza, na ndio maana baada ya hatari hiyo kutokea Regi amejikuta akifunguka ya moyoni kwamba asikufe, bado anampenda Hamza. Anamwambia kwa hiyo nisifelewe, basi nitakufa siku nyingine, kesho ndoa.
Sasa hawa watu watafunga ndoa, na kama akifunga tutatamani kuona drama nyingi sana kwenye hii couple msikilizaji. Lakini mbali na hivyo bado tujajua hali ya bibi. Bibi amededi ama? Tutafahamu mengi zaidi. Kumbuka pia shangazi ametoka, hayupo. Kwa hiyo sasa hatujui shangazi kaenda wapi. Kumbuka na shangazi ni mdeadly. Shangazi ni mdeadly. Lakini nataka nikukumbushe pia kuna kauli ya Benjamin aliyozungumza kuhusiana na kwamba wana maadui kwenye familia ya Reggie. Na tunafahamu ya kwamba tayari ya kwamba mama yake wa kambo Reggie, mtoto ambaye sasa ni ambaye anaonekana kama ni mdogo wake na Regina yule kijana yule, sio mtoto halali wa baba yake Regina. Sasa vipi hii siri kija kugundulika itakuwaje? Hii familia itaenda vipi? Tuna mengi sana kuyafahamu msikilizaji. Kwa leo tuishie hapa. Tutafahamu sasa sehemu inayofuatia Hamza kaenda wapi na kaenda kufanya nini. Kumbuka mwandaji ni Sasengano, niliyekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Goodbye, till we meet again. Bye bye.